Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Mary Priska Mahundi, Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Mheshimiwa Meneja wetu wa shule, Sister Anna Patrick Mwacha, mwenyekiti na wajumbe wote wa bodi ya shule ya Huruma Sekondari, masista, walimu, wafanyakazi wasio walimu wa Huruma Sekondari, wapendwa wetu wahitimu na wanafunzi wote wa sekondari, wazazi na walezi wa wanafunzi wetu, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo ni siku ya pekee sana kwetu na kwa vijana wetu wa kidato cha 6. Tumekuwa nao kwa muda wa miaka 2 hivi sasa. Wanahitimu, ni furaha sana kwao na kwa wazazi na kwa shule kwa ujumla. Kwa niaba ya familia ya Huruma Sekondari, kwa niaba ya familia ya shule ya sekondari ya wasichana Huruma, ninayo furaha na heshima kubwa kuwakaribisha wageni wote mliofika kwenye sherehe hii ya 19 ya mahafali ya kidato cha 6 leo tarehe 18 mwezi wa 4 2026. Namshukuru mgeni rasmi kwa kuthamini na kukubali mwaliko wetu na kutenga muda wako ili kushiriki nasi siku hii ya leo. Tunasema asante sana mama kwa upendo wako na karibu sana katika shule yetu ya Huruma. Pia napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wazazi na walezi wa wanafunzi wetu wa kidato cha 6. Wapendwa wazazi na walezi, tunawashukuru kwa ushirikiano wenu wa hali na mali kwa ajili ya maendeleo ya shule yetu katika nyanja mbalimbali. Ushirikiano wenu unaifanya shule yetu kufanya vizuri katika nidhamu na taaluma. Tunashukuru sana kila tunapowaita wazazi katika masuala ya nidhamu na taaluma. Mwitikio wenu ulikuwa ni mzuri, ushirikiano wenu ulikuwa ni wa hali ya juu na ulitutia moyo na kuendelea kufanya kazi kwa nguvu na kwa bidii zaidi. Aidha, tunashukuru sana kwa kuiamini shule yetu ya Huruma na kuwaleta watoto wasome katika shule yetu. Hii inaonyesha kuwa mnatamani na mnafahamu kuwa mtoto atalelewa katika maadili mema, atapata maarifa ya kiwango cha juu ambayo ni msingi wa maisha yake ya hapo baadaye. Tunasema asanteni sana na Mungu awabariki. Historia fupi ya shule yetu. Ndugu mgeni rasmi, shule ya sekondari ya wasichana Huruma ni ya Kanisa Katoliki inayomilikiwa na kuendeshwa na masista wa Misericordia, yaani Huruma. Kabla ya kuwa Huruma Sekondari, ilikuwa ni Huruma Middle School kwa miaka 5 na baadaye Huruma Chuo cha Maarifa ya Nyumbani, yaani Homecraft, miaka ya 1968 mpaka 2001. Kutokana na mabadiliko ya kielimu, yaani taaluma iliyokuwa inahitajika kwenye miaka ya 2000, ilionekana wasichana waliohitimu elimu ya kiwango cha maarifa ya nyumbani walikutana na changamoto nyingi ambazo walishindwa kukabiliana nazo. Hivyo shirika la masista wa Misericordia kwa kuona changamoto hiyo walikubaliana kuanzisha shule ya sekondari ya wasichana Huruma. Usajili. Mnamo tarehe 1 Disemba 2001, shule ya Huruma Sekondari ilisajiliwa na kuanza Januari 2002 ikiwa na wanafunzi 50 wa kidato cha kwanza na ilizinduliwa rasmi tarehe 30 Novemba 2022. Leo hii shule ina kidato cha kwanza hadi cha 6 na wanafunzi wapatao 486. Shule inapokea wasichana kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania na madhehebu yote waliomaliza darasa la 7 kujiunga na kidato cha kwanza na waliomaliza kidato cha 4 kujiunga na kidato cha 5.
Ndugu mgeni rasmi, shule inafundisha masomo ya sanaa na ya sayansi kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Na kwa kidato cha 5 na 6, shule ina tahasusi au combination 9 ambazo ni PCB, PCM, CBG, PGM, EGM, HGE, HGK, HGL na HKL. Vile vile shule inawahimiza wanafunzi kuthamini michezo na kazi mbalimbali za mikono kama vile kutunza bustani za mboga na za maua, kufanya usafi katika mazingira yao kama bwenini, madarasani, viwanjani na kupika. Zote hizi zinawajenga na kuwawezesha kujitegemea katika maisha yao popote watakapokuwepo. Ndugu mgeni rasmi, moto wa shule yetu ni upendo wa Kristo hutubidisha. Shule inawahimiza wanafunzi kupendana na kusaidiana kati yao. Tunashukuru Mungu sana katika hili, kwani wanafunzi wetu wameweza kudhihirisha katika matendo, kwani mwenye nacho anasaidiana na yule asiyekuwa nacho. Wameenda mbali zaidi katika kusaidia, wamekuwa wakiwatembelea watu wenye shida mbalimbali, wakiwemo wagonjwa, watoto yatima, na kuwapatia mahitaji kama vile chakula, nguo, madaftari, sabuni, fedha wanazojinyima katika fedha za matumizi yao, na hata neno la upendo. Hivyo tuna imani wanapotoka hapa watakuwa raia wema. Sambamba na hayo, shule inawahimiza na kuwafundisha wanafunzi kuzingatia sala, kila mmoja kadiri ya imani yake. Maendeleo ya shule kitaaluma. Ndugu mgeni rasmi, lengo la shule kitaaluma ni kuwasaidia wanafunzi kufaulu vizuri katika mitihani yao ya kitaifa kwa kiwango cha daraja la kwanza na daraja la pili. Idadi ya wanafunzi wanaopata daraja la kwanza na la pili inaongezeka mwaka hadi mwaka. Na hivyo ndani ya miaka mitano tunaona matumaini ya kufikia lengo la shule kitaaluma, yaani kuondoa daraja la 3. Ndugu mgeni rasmi, ifuatayo ni taarifa ya maendeleo kitaaluma ya kidato cha 6 kwa miaka 2 iliyopita. Mwaka 2023 wanafunzi walikuwa 40, daraja la kwanza wanafunzi 9, daraja la pili 25 na daraja la 3 wanafunzi 6. Mwaka 2024 watahiniwa walikuwa 56. Daraja la kwanza wanafunzi 33, daraja la pili wanafunzi 20 na daraja la 3 wanafunzi 3. Maendeleo kimaadili. Tunawashukuru sana wazazi na walezi kwa ushirikiano wenu katika kutunza nidhamu za watoto wetu. Pamoja na hayo, tunawasihi mjenge utamaduni wa kukaa na watoto wenu, kuwasikiliza na kuwaelekeza mambo yanayofaa kwa maisha yao, kwani wasipopewa maelekezo sahihi ni rahisi kuelekezwa na kufundishwa na mitandao isiyofaa pamoja na walimu au watu wasiokuwa na maadili mema. Kwa wahitimu wetu wapendwa. Wapendwa sana wahitimu, kumbukeni mpaka sasa mlikuwa shuleni mkifundishwa na kuelekezwa mambo mazuri ya maisha, na huku mkifuata sheria na taratibu za shule. Nyuma yenu wakiwepo walimu, masista na walezi wenu kwa ujumla. Baada ya siku chache zijazo mtaenda nyumbani. Mtaishi bila sheria za shule na usimamizi wa walimu, masista na walezi kwa ujumla. Na wasihi wapendwa, mkajue kujisimamia wenyewe, kwani wazazi wenu hawatakuwa na muda wa kuwasimamia na kuwafuata kila mlipo. Mkayazingatie malezi na mafundisho mtakayoelekezwa na wazazi na walezi wenu, yakawafae maishani mwenu. Kitabu cha Methali kinasema, mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako,
kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako. Mwanangu, wewe wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Naomba tulizingatia hilo kwa umakini, wapendwa kidato cha 6. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio makubwa ya kitaaluma na kimalezi, shule yetu ina changamoto ya ukumbi. Ukumbi tulionao ulijengwa mwaka 1960, lengo likiwa la kutosheleza wanafunzi 150. Kutokana na idadi ya wanafunzi kuwa kubwa, ukumbi huo hauwezi kutosheleza mahitaji ya sasa, ambayo ni semina za wanafunzi, mikutano, mitihani ya taifa na mikusanyiko ya wanafunzi pamoja na wafanyakazi, sherehe na mahafali. Hivyo basi, kwa miaka mitatu sasa tumekuwa tukifanya maandalizi ya ujenzi wa ukumbi mpya utakaokidhi mahitaji ya sasa ya shule ya sekondari, ambao utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 1.5, na hadi sasa tumekusanya kiasi cha shilingi milioni 200. Hivyo tunaomba ndugu mgeni rasmi utuunge mkono pamoja na wazazi wote ili kufanikisha jambo hili. Hitimisho. Mwisho, natumia fursa hii kuwashukuru tena ndugu mgeni rasmi na ninyi nyote mliofika kushiriki nasi. Tumefarijika sana kwa kufika kwenu. Mungu azidi kuwabariki na kuwajalia mema katika maisha yenu. Asanteni kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Sister Alfonsia Alois, mkuu wa shule Huruma Sekondari.